Na mtazamaji wa Global TV, tuko dada Imelda hapa atatuambia leo. Tumeona amepokea tuzo hapo, sijajua ni tuzo ya nini, lakini yeye mwenyewe atatuambia kwamba ni tuzo inahusiana na nini. Dada Imelda, habari? Salama, vipi hali? Safi, unaendelea? Salama. Naona umebeba tuzo. Tuzo hii nimebeba tuzo ya siku ya mwanamke duniani, ambao ni wiki ya siku ya mwanamke duniani, ambapo kilele chake ni kesho tarehe 8, na hii ni tuzo ya mwanamke kinara ambaye analeta mabadiliko chanya kwenye jamii na Tanzania nzima. Ndio. Ulikuwa unajua kwamba utabeba tuzo hii? Sikuwa najua, bali tu waliniambia njoo, kuna kongamano leo, kuna vitu mbalimbali, kuna mafunzo, njoo. Na mimi nikabidi nije kwa sababu waliniambia kuna watu mbalimbali wanakuja wanatoa mafunzo, na wewe ukiwa kama mwanamke sogea ukutana na wanawake wenzako. Sasa tuzo hiyo kwako wewe umeichukuliaje? Nimeichukulia kwa ukubwa sana, kwa sababu kwanza hii ni tuzo yangu ya 5 mpaka sasa hivi, lakini ni tuzo ambayo imenifanya nizidi kuimarika, nizidi kuwa na nguvu zaidi kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kwenye jamii. Kama unavyojua, naenda kwa watu mbalimbali kuleta mtu akiwa mgonjwa ana matatizo kuyatatua kwa kupitia chombo chetu cha Global TV. Kwa hiyo hii inanifanya mimi niongeze zaidi, kwa sababu nimetambua na kufahamu kuna watu wananifuatilia na kuna watu wanapenda hicho ninachokifanya. Mimi nakupongeza sana kwa tuzo hiyo. Mimi nimekuwa ni shuhuda namba 1 kwa kila ambacho ninachokifanya, kwa sababu muda wote na tunakuwa wote. Nini unaendelea kukiongeza kwenye kazi yako ili kuvumbua yale mambo mengi ambayo yako nyuma ya pazia kwa watu ambao hawayafahamu? Okay. Mimi cha kwanza kabisa nataka kuendelea kufanya kazi zaidi, lakini matamanio yangu, unajua mara nyingi nafanya kazi hapa Dar es Salaam, lakini mara chache sana naenda kufika mkoani. Lakini naamini kabisa kwamba mkoani kuna watu wengi wenye matatizo ambao wanahitaji kutatuliwa na kusikika, lakini hawapati nafasi. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu aweze kunipa nguvu, au katokea wadau ambao watazidi kunipa nguvu, nikafika hadi mikoani, ili Watanzania waliokuwepo ndani ya hapa ya nchi na nje ya nchi waweze kujua matatizo ya Tanzania wenzako na kuweza kuyatatua. Hii umesema ni tuzo yako ya 5. Tukumbushe ya kwanza na ya pili, ya 3 na ya 4 na ya 5. Ya kwanza nilipata ya mwandishi bora wa kike, ambapo nilitoka kwa Dina Marius. Nikaja nikapata kwenye dada Udi mwandishi bora kwenye mambo ya mitandao ya kijamii. Nikaja nikapata nyingine tena kwa mwandishi bora ambaye anavumbua vitu zaidi. Nikaja tena nikapata nyingine kwamba mwandishi ambaye, yani kwanza niko kwenye tasnia ya muda mrefu, lakini pia nimeweza kuleta vitu ambavyo watu wengine walikuwa waweza kujua, ni mwandishi ambaye anavumbua vitu mbalimbali. Na ya 5 ni hii hapa. Okay. Mimi natamani siku moja usifanye tu kazi hapa ndani ya Dar es Salaam, bali kuna watu wana matatizo mikoa ambayo ni nje ya Dar es Salaam, lakini hawajapata sehemu ya kusemea. Na imani wewe siku moja ukitoka nje ya Dar es Salaam, watu watapata msaada kupitia wewe. Neno la mwisho kwako wewe binafsi, kwamba na serikali yako na mimi kitu ambacho nachoomba, kama nilivyosema hapo awali, kwamba mimi natamani kwenda kuvuka mipaka zaidi ya nje ya Dar es Salaam. Sababu Dar es Salaam ni rahisi na kwenda, nachukua basi naenda, nachukua boda naenda. Nje ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kunahitaji sana usafiri, kunahitaji vitu vingi vya kwenda. Na ndio maana nikasema kama kuna wadau ambao unaweza wakanisaidia na kuweza nikafika kwenye huko ndani kuna watu wana matatizo sana. Napata simu nyingi, watu wana matatizo, lakini unafikaje? Bado yani kuna miundombinu hairuhusu, lakini kama kuna wadau ambao wananiona, wanishike mkono, mimi nitaweza kufanya vitu vingi sana na kuleta chachu kubwa ndani ya Tanzania. Asante sana dada Imelda. Mimi naitwa Simon Ezekiel, unapenda niite Mtengwa TZ. Kusikia tu na taja nyuma ya kamera. Leo nimeonekana. Mimi ndo Simon Ezekiel wa Global TV. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo
Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.